wala anasema hivi, basi tajua ya kuwa mambo yote inenayo torati uyanena kwa hao walio chini ya torati. Kwamba torati, wanayetawaliwa na torati, wanaongozwa na torati. Ili ametoa sababu kwa nini wanaongozwa na torati. Maana anazungumza na Wayahudi, ili kila kinywa kifumbwe. Maana yake ni kwamba hawakuweza kuitimiza ile sheria, kwa sababu waliambiwa wasiibe, wasizini, lakini ni namba moja kuzini. Ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Na wale wote ambao hawana sheria kadhalika na wao watakuwa chini ya hukumu, kwa sababu hawana haki, hawawezi kuitimiza sheria ya Mungu. Kwa sababu anasema, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa sheria. Sheria inakufanya ujue kwamba kuiba ni dhambi, lakini haikufanyi uweze kuitimiza sheria. Sheria inakufanya ujue kwamba kutukana ni dhambi, ujue kwamba kumpiga baba yako ni dhambi, ujue kwamba kuzini ni dhambi, lakini haikufanyi usizini. Ndio maana wale wanayefuata sheria hata leo ni shida. Wako wanayefuata sheria na mamko yanaenda kwao. Wale sheria haitimizwi kwa kuifuata. Maana kuitimiza sheria kwa juhudi zako huwezi. Kuna kitu cha ziada kinatakiwa hapo ambacho tutakiona wiki ijayo. Ni kwa namna gani? Kwa sababu utajiuliza, sasa tufanyaje? Kama hakuna mwanadamu yeyote chini ya jua anaweza kutimiza haki ya Mungu, hakuna mwanadamu yeyote chini ya jua anaweza kutenda haki ya Mungu kama maandiko yanavyosema, sasa tufanyaje? Sababu hilo ndio litakuwa swali. Sasa kama binadamu tunafanya nini ili kuweza kutimiza haki ya Mungu, ili kuweza kutimiza sheria ya Mungu?